Watu wengi leo wanataka kuwa watu wakubwa, wanataka kuwa wakuu katika maisha yao, lakini wengine wamekuwa wakifikiri kwamba ukuu ni tendo la ghafla au ni tendo ambalo linakuja tu kwa mara moja, au wanafikiri ni tendo la ajali. Lakini kitu ambacho nataka kukwambia kwamba hakuna ukuu ambao unakuja kwa bahati mbaya katika maisha. Hakuna ukuu ambao unatokea kama ajali. Ukikuta watu wakubwa katika historia ambao wameshawahi kufanya mambo makubwa, lazima ujue kwamba wengi wao wana aina ya tabia fulani ambazo ni common. Wana siri ambazo zinafanana, ambazo zinawafanya wao wawe wakuu. Tunaona ukiangalia kina Nelson Mandela ambao alikaa gerezani miaka 27 lakini akatoka na kuwa rais wa South Africa. Lakini pia tukiangalia wakina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wametulia katika mchakato fulani na akaweza kuikomboa Tanganyika katika utumwa wa kikoloni. Na watu wengi ambao unawafahamu ambao wamefanya makubwa katika historia, tukiwazungumzia wakina Mahatma Gandhi, wakina Winston Churchill na Martin Luther King, wote ambao unawaona wamekuwa wakuu katika historia na ambao wanaendelea kuwa wakuu, kuna baadhi ya siri ambazo wanazo. Sasa siku ya leo tutaangalia siri kuu 3 ambazo zinatengeneza ukuu katika maisha ya mtu, siri ambazo zinamfanya mtu aweze kuwa mkuu katika eneo la biashara, katika kipaji chako, katika familia yako, katika siasa. Kuna siri kuu 3 ambazo zinafanya watu au zinafanya watu wawe wakuu katika maisha yao. Siri ya kwanza ni lazima uwe na maono. Tunasema maono ni picha ambayo inaonyesha maisha ya mtu ya baadaye, na picha hii inaonyesha maisha ya mtu wa baadaye ambapo wengine wanakuwa hawaioni hiyo picha, kwamba wewe unajiona baada ya miaka 5 utakuwa aina ya mtu fulani, japokuwa watu wengine wanaweza kukutazama kwa wakati ulionao sasa wakaona kama vile hawakuelewi. Lakini kwa sababu wewe una maono fulani, una maono ya kufika eneo fulani, basi tunasema maono hayo yanakupa uelekeo, yanakupa direction. Tunasema vision is just like a compass direction, kwamba inakuongoza kule ambako unaenda. Sasa wataalamu wanasema kwamba bila maono mtu anakuwa wa kawaida. Manake maono yanakufanya unakuwa ni mtu ambaye si wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu unakuwa unajua kule ambako unaelekea, hata kama wengine wakikukatisha tamaa, wakisema jambo fulani haliwezekani, lakini kwa sababu wewe unaona linawezekana katika maono yako. Tunasema ambapo Thomas Edison anaanza kufanya jaribio lake la kutengeneza balbu au taa, huenda wengine walimuona kama amechanganyikiwa, huenda wengine wakamziaki, lakini kwa sababu yeye alikuwa anaona generation mpya au invention mpya ya taa, aliendelea kushikilia maono yake. Lakini wengine huenda walikuwa wanamcheka, wanamziaki, wanaona kama mbona kama amechanganyikiwa, vitu ambavyo anavifanya hatuvielewi. Lakini yeye kwa sababu alikuwa anaona invention ya taa, akafanya majaribio ya kutosha, na mwisho wa siku akaweza kufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu maono yalimfanya asiwe wa kawaida, yalimfanya asiwe wa kawaida, ashindwe kutulia, atengeneze msukumo ndani yake wa kukipigania kile kitu ambacho anakiamini na anakiona. Lakini jambo la pili tunasema ni nidhamu na uvumilivu. Tunasema watu wengi wana vipaji vikubwa, katika maisha yao, lakini kipaji pekee tu
hakitoshi kukufanya ufanikiwe. Kipaji kinaweza kikakufungulia milango ya fursa, lakini nidhamu inaweza ikakufanya uendelee kukaa katika hiyo milango ya fursa. Wengi wana vipaji, lakini kwa sababu ya kukosa nidhamu wanajikuta wanashindwa kufikia viwango vya ukuu kupitia vipaji vyao. Tukiangalia wachezaji wa mpira, kwa mfano tukimzungumzia Cristiano Ronaldo, ni kipaji chake, tunasema kipaji chake ni kidogo sana, lakini asilimia kubwa ya mafanikio ya Cristiano Ronaldo si kwa sababu ya kipaji cha uchezaji wa mpira, lakini ni kwa sababu ya nidhamu binafsi katika mazoezi, nidhamu ya kufanya mazoezi kila siku, na imemfanya awe ni mchezaji ambaye anakubalika sana duniani. Sasa kuna wengine ambao wana vipaji, lakini wana vipaji vikubwa, lakini hawana mafanikio ya namna hiyo. Kwani kwa sababu hawana nidhamu. Tukizungumzia watu kama mchezaji kama Neymar, ni kweli ana kipaji kikubwa cha kucheza mpira, lakini kwa sababu ya kukosa nidhamu, kwa sababu ya kukosa discipline, tunaona mafanikio yake katika tasnia ya mpira ni madogo sana ukilinganisha na watu ambao wana vipaji vidogo lakini wana nidhamu kubwa. Kwa ukiweza kuwa na nidhamu na ukawa na ustamilivu, kwa maana ya kwamba hata kama ukifeli auoni kufeli, unaona kuna darasa katikati ya kule kufeli. Ukishindwa auoni kushindwa, unaona ushindi katikati ya kule kushindwa, kwamba kwa sababu kuna kitu ambacho kinakusukuma kuendelea mbele, kwa sababu una maono fulani, yale maono yanakutengenezea nidhamu. Sasa ile nidhamu inakuwa hata kama ukishindwa, maana yake kwamba unakuwa hauoni kushindwa kule kama sehemu ya maisha yako, lakini unaona kushindwa kule ni kama sehemu ya darasa la kujifunza ambalo litakufanya uwe bora zaidi. Sasa wengi wanashindwa kuwa wakuu kwa sababu akishindwa tu mara moja anahisi yeye ndo amezaliwa kushindwa, yeye hataweza, hakuna namna ataweza, hakuna namna atafanikiwa. Lakini jambo ambalo sio. Thomas Edison kama angekata tamaa, huenda leo tusingekuwa na taa. Huenda Nelson Mandela angekata tamaa baada ya kuwekwa jela miaka 27, huenda leo tungekuwa tumzungumzie Nelson Mandela kwamba ni mtu mkubwa katika dunia, kwamba dunia ingekuwa imtambue Nelson Mandela kama angekata tamaa. Lakini kwa sababu alichagua kuvumilia na kuweka nidhamu ya maono yake, basi akawa mtu mkuu. Lakini siri ya tatu ambayo inafanya watu wengi wawe wakuu, tunasema ni kuongeza thamani kwa wengine. Tunasema kuna mtaalamu alishawahi kusema kwamba the purpose of life is not to be happy but to be useful, kwamba kusudi la maisha sio kuwa na furaha, lakini ni tuwe tunaweza kutumika, kwa maana ya kwamba kutumika kwa watu wengine. It's okay, unaweza ukawa unafanya vitu, unapambana kupata mafanikio, lakini kwa ajili yako binafsi utashindwa kuwa nani, kwa sababu hata ukisema uanzishe biashara, lakini kama watu hawatakuwa na umuhimu na hiyo biashara, manake hautaweza kuwa mkuu katika eneo la biashara ambayo unaitaka kuifanya. Manake ni kwamba hata ukasema uanzishe kilimo fulani, kama watu hawahitaji bidhaa za kilimo ambacho unakifanya, hauwezi kuwa mkuu katika ile eneo. Kwa nini? Kwa sababu unafanya kitu ambacho hakiwapi thamani watu, au watu hawaoni thamani kwenye hicho kitu. Tunasema kwamba Alexander Graham Bell alipokuwa anagundua njia ya kusafirisha mawasiliano kwa njia ya waya, manake alikuwa anatengeneza thamani si kwa ajili yake, lakini ni kwa ajili ya watu wengine. Lakini angefanya kwa ajili yake na watu wasingetambua thamani ile kitu, manake tusingekuwa tunamtambua Alexander Graham Bell kama mwanasayansi wa kwanza kugundua mawasiliano kwa njia ya waya.
Sasa tunasema ni lazima uongeze thamani kwa watu. Tunasema daktari anafanya kazi ya kutibu watu magonjwa, mwalimu analeta utatuzi wa elimu, mfanyabiashara analeta utatuzi wa mambo ya biashara, mwanasheria analeta utatuzi wa mambo ya sheria, mwanasiasa anafanya utatuzi wa mambo ya siasa, mwanasaikolojia anafanya utatuzi wa mambo ya saikolojia. Sasa unaweza ukawa unajiuliza na wewe leo, ni katika eneo gani ambalo unaweza ukatengeneza thamani katika jamii ambayo inakuzunguka, ili thamani ile ifanye watu wa kuhitaji, na watu wakikuhitaji, manake ndio ukuu wako unapoanza kuongezeka. Manake kadri unapoongeza thamani kwenye maisha ya watu, manake kadri unapoongeza thamani kwenye maisha ya watu, manake watu demand yako inakuwa kubwa, wewe kuhitajika kwako kunaongezeka. Manake kadri kuhitajika kwako kunavyoongezeka, manake tunasema ukuu wako unaendelea kuongezeka kidogo kidogo, unaendelea kuongezeka kidogo kidogo, lakini ni mpaka pale uwe na uwezo wa kuongeza thamani kwenye maisha ya watu. Tunasema if you can't deliver value to other people life, it means that you are useless. Kama hakuna thamani ambayo unaweza ukaiongeza katika jamii, watu watakuona ni kama mzigo. Hata ukienda katika familia yoyote, umekaa kwenye familia, hakuna kitu ambacho unasaidia. Hakuna kitu ambacho unasaidia, hautoi mawazo, haujishughulishi, hautoi chochote kile, watakuona ni kama mzigo. Lakini kadri unavyoongeza thamani, maana tunasema kwamba ukuu wako utakuwa mkuu. Sasa ni jambo la kujiuliza kwamba katika maisha yako, je, una maono ambayo yanakuongoza? Manake pasina kuwa na maono utakuwa wa kawaida. Sasa je, ni kweli yawezekana una maono? Je, una nidhamu ya kuyafanya hayo maono yako yatimie? Una nidhamu na uvumilivu ili kuhakikisha maono yako yanatimia? Na kupitia hayo maono yako, je, ni thamani gani ambayo yanaweza yakaongeza kwenye maisha ya watu? Manake kama haujapata maono, basi uhakikishe kwamba unakaa chini na kutafakari. Ni rahisi sana. Unaweza ukasema okay, napataje kujua maono yangu ili niwe mkuu? Kuna kitu ambacho hata ukiambiwa ufanye leo hii, kwamba hata kama utakuwa unalipo kwa fedha ndogo sana, utakubali kukifanya, basi jua kwamba hicho kitu, maono yako yanaweza yakatokea kuanzia kwenye hicho kitu. Kuna mtu mwingine anapenda tu kufundisha, yani yeye akifundisha anajisikia amani ndani ya moyo. Lakini kuna mtu mwingine anapenda, yani mambo ya ufundi anapenda. Lakini kuna mtu mwingine anapenda jambo fulani, kuna kitu ambacho moyoni mwake, yani akikisikia wanakizungumzia, yani moyo wake unajisikia amani, anajisikia yes, natakiwa niwe nafanya kitu kama hichi. So kutokea hapo unaweza ukatengeneza maono yako, kwa sababu maono yanazalisha kusudi la maisha yetu. So ukitaka kuwa mkuu ni lazima uwe na maono, kwa sababu maono yatakupa uelekeo. Lakini pia ni lazima uwe na nidhamu, kwa sababu nidhamu itafanya uendelee kudumu katika hayo maono. Lakini kingine ni lazima utengeneze thamani kwenye maisha ya watu wengine, kwa sababu unapotengeneza thamani kwenye maisha ya watu wengine, ndivyo kuhitajika kwako kunapoongezeka, manake ndipo ukuu wako unapoanzia kujengeka hapo. Sasa kama umejifunza katika hili somo, unaweza ukaandika komenti yako hapo chini, au ukaweka komenti yako ili tuone ni kwa namna gani umejifunza na kwa namna gani tuweze kuendelea kupata maarifa na kuweza kujuzana mambo kwa undani zaidi. Yawezekana kuna mambo yanakusumbua, yawezekana unajiona ni wa kawaida, yawezekana kila siku unajiona ni wa kawaida, ukui huko vile vile, yawezekana unaona wenzio wanafanikiwa lakini wewe haufanikiwi. Sasa unaweza kupitia somo hili unaweza ukaandika komenti yako hapo chini kama una swali, lakini pia kama una nyongeza unaweza ukaandika kwenye komenti yako hapo chini. Lakini usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uendelee kupata video zetu kwa ukaribu zaidi mara pindi tu tunapozi upload, ili kuendelea kujengana katika maarifa zaidi.